wa barakatu, karibuni tena katika IPRA TV Kioo cha Jamii ikishirikiana na harakati TV Muslim katika nchi ya South Africa. Leo tumeweza kukaa baada ya ziara, tukaweza kuzungumza na baadhi ya viongozi hapa katika nchi wa Mavuti katika boda ya Msumbiji na South Africa. Tukiwemo naye katika muadhara huu Imam Yahya, vile vile tukiwa na Sheikh Masudi naye ndiye kiongozi anahusikana katika masuala ya madrasa, ili tuweze kujua ni yapi yanayokwenda katika mtandaoni na kuweza kujua ni majukumu gani anaweza kuwa labda anahitaji katika jamii na ni watu gani haswa wanaostahili kuweza kuwakilisha madrasa hayo au sadaka hizo, ili tuweze kujua. Tukiwa naye mwenzangu Imam Yahya, tutaweza kujua. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazidi kutoa pongezi zetu kwa mapokezi ya hapa Manguzi, ambapo ni katika kijiji moja katika nchi hii ya South Africa katika province KZN, lakini huku ni sehemu nyingine kabisa, wanaitiwa Kose Bay. Kose Bay maana hii ni katika Zululand, upande wa Zululand, lakini ni katika ile province ya KZN kwa Zulu Natal. Nadhani likubwa ambalo mimi nitakalo lianzia, kuna video ambayo inatembea mitandaoni, ambao video hiyo inahusikana na kiwanja ambacho kwa ufupi yani umetukabidhi sisi, lakini tumeona kwamba kuna mchango ambao unafanyisha na video zimetembea, na alhamdulillah tumekuja huku tutaka tumuulize kiongozi wa sehemu hiyo, kwa sababu jamii yetu tunataka tuiweke katika njia iliyokuwa salama, iwe inaelewa jambo limoja, sio leo pametoka Muhindi ameingia Mwarabu ameingia Mchina, kwa sababu leo watu wanasema kwamba wanatangazisha wao na namba wameweka pale, na wewe wamekuonesha na jambo ambalo liko kwenye programu zetu. Tukotaka wewe kama kiongozi wa sehemu ile uweze kuzungumza ni yapi ambayo utakayowafikishia jamii, ili jamii waelewe ni sehemu ipi ambayo itakuwa sehemu sahihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri kwa ufupi ujio wenu ni wa muhimu sana. Mmekuja kwa ajili ya minajili ya kutusaidia au kutuoneshana jinsi tunaweza tukaendeleza mikakati yetu ya Uislamu Manguzi na kujenga madrasa ya Manguzi. Kwa hiyo kwanza hilo ninashukuru sana. Mambo yangea nafikiri kutoka zamani. Mtu wa kwanza aliyoanza kufika Manguzi ni Imam Yahya, akafa tuli ya pili akafuata Imam Yahya na Sheikh Hussein. Inshallah hao watu niliwadhamini waweka mbele, na jua chochote kinachotokea kitapitia mikononi mwao, au watawajadiliana na wengine wadau ili waweze kufikisha chenye watakachokifikisha. Kwa hiyo nafikiri yoyote yule anaweza kawa na chochote cha kuchangia kwa ajili ya Manguzi kufanya nini, wanaweza kaa chini wakawasiliana ili tufikishie kile kitakachokuwa sahihi inshallah. Kwa hiyo ndio maombi yangu hayo, na hawa nimewakilisha Bwana Yahya, Imam Yahya na Imam Hussein, ili waweze kuyasimamia mambo haya, yasiwe huyu na huyu na huyu, itakuonekana hatuna, itakuwa ni mambo ya vurugu inshallah. Nafikiri itakuwa ni muhimu zaidi inshallah. Na wa alaykum salaam wa barakatuh. Nadhani ndugu wasikilizaji na watangazaji na wanaotuangalia sasa hivi katika runinga yetu hiyo ya IPRA TV ikishirikiana na ile TV yetu ama channel yetu ya Harakati Muslim Beria Service, channel ambayo inalokutolea habari ya mambo ya vifo na video katika mji wetu wa Durban. Na mmeweza kumsikia kiongozi kwamba suala lile ambalo lipo hapa kwenye mji wetu wa Manguzi na TV ambayo iko inapitisha habari za kuchangisha, kuanzia leo waweze kusimamisha utaratibu huo. Utaratibu huo uko chini ya process ya watu hawa wawili, Sheikh Hussein ambaye ni kiongozi wa IPRA TV na kiongozi wa Harakati Muslim Beria Service. Alhamdulillah tumeweza kukutana na mzee wetu
Nadhani umeweza kuyasikia haya ambayo yanayojiri katika mitandao ya kijamii na umeweza kumsikia ambaye ni kijana wako. Sijui na wewe una yapi ambayo utakaweza kutuongezea kwa? Ningeongezea pale, kwa kweli waache kupindisha. Msimamo ni huyo wa mzee amezungumza hapa, mzee Masudi. Maana yake yeye ndio mmiliki wa ile plot na yeye ndio anayeshughulikia haya masuala ya kutafuta na yeye ndio kisha wakabidhi watu wawili kama Sheikh Hussein na Imam Yahya mshughulikie kutafuta wafadhili juu ya ile. Hiyo ndio maamuzi ya hakika hayo, na inshallah na naomba kwa Mwenyezi Mungu mpate wafadhili wa haraka ili mpaka miezi miwili ya mbele mitatu mjengo na kuimarishwa pale. Tunahitaji kabisa vijana wetu wapate madrasa yale kwa imara, wapate elimu ya dini. Mashaallah, mimi yangu ni hayo, wala msina hofu juu ya hao na tatambua kwenye neema pa kusagi. Basi hao ndio hao. Wewe ndio unaweza kuwa uliwaagiza wao kuwakilishe, au labda wewe ilikuwaje mpaka waje mpaka waweze kufikia swali? Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa mara nyingine tena watu hawa mtu walioanza ni gisi nilivyosema ni Imam Yahya. Nafikiri baada ya kuwa umekuja Bwana Hussein na TV yako, kwa sababu ni kubwa, watu walichukua channel wakaona kama ni nani Manguzi anafaa kusaidiwa, ndio wakaja kuongea na sisi, tukajua kama watakuwa chini ya usimamizi, kwa sababu kuna kitu kinachoenda bila kuwa na usimamizi au na uongozi. Mimi sijatuma mtu haraka aende kunani kuchangisha kwa ajili ya madarasa. Niliomba yoyote yule anaweza kafika, ndio maana nimeomba nyinyi mfike mje ili swali tulitatue, kwa sababu itakuwa ni kero kupita mitandao, itakuwa ni kero kuonekana kama sisi tutakuwa hatuna usimamizi. Kwa hiyo inshallah mimi nimetia mikononi mwenu kwa usimamizi. Chochote kile tunachokiomba tunaomba ili swali liweze kwenda kisi ninavyotakiwa liende inshallah. Asalamu alaykum. Vile Sheikh Masudi, kama ulivyozungumza kwa ufupi, labda wewe unataka kuwakilisha wale wanaojitolea kuweza kuchangisha kwa niaba yenu nyinyi. Nyinyi mnaweza kuzungumza kuwa kama kuanzia sasa hilo swala waweze kusitisha, waweze kuwaona hawa viongozi waliowatarajia hapo Imam Yahya na Sheikh Hussein, ndio waweze kuwasiliana nao, na kama watakuwa hawezi kuwasiliana nao nyinyi mtakuwa mwatambua. Sijui hilo swala unasemaje? Ni kweli mnaweza kuwasiliana, mkakaa chini mkazungumzia. Kama hamkuwasiliana atakuwa hatuwaelewi. Shukrani jazila ndugu zangu na kutufuata katika Ipa TV yote jamii, tukiwa na mwenzangu wa jadi ndugu yangu Imam Yahya, tukiwa na mzee wetu hapa na kiongozi hapa katika mji wa Manguzi. Haya ni yale tunataka kuyafikishia jamii iweze kujua ukweli unavyokwenda, kwa kuwa hali ya mitandao imekuwa ni mingi sana na watu wanatumia mambo mengi katika mitandao. Hivyo hii ndio wale waliokuwa wamiliki wa hapa tukiwa na mzee. Kumbe ni vyema waumini mnakota kutolea msaada kwa kuhusiana na swala la Manguzi, muwaone hao waliosajiliwa hapo katika kipindi hicho. Haya na mengine, kuwa nasi kwa kuweza kujua mengi zaidi kuhusiana na Manguzi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Iqra TV, kioo cha jamii.